Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu ambaye umeendelea kufuatilia maombi yetu au ibada yetu kupitia mitandao ya kijamii, lakini hata wewe ambaye umepata nafasi ya kuweza kufika ibada ya leo, kupokea urithi na kudai urithi wako, kwa sababu ni haki yako. Mungu hajakuomba vile ulivyo, lakini una vitu vyako ambavyo leo hii na imani kupitia neno la kinabii hili umeweza kupokea. Lakini nipo na mtumishi wa Mungu mbeba habari njema, naamini ana jambo la kukwambia kulingana na urithi huu ambao alikuwa anauzungumzia Jumapili hii hapa leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina, barikiwe mtumishi wa Mungu. Amina, amina. Ndio. Leo ilikuwa ni Jumapili ya kudai vya kwetu, urithi wetu, haki yetu. Na umeshuhudia Regina Mlowe namna ambavyo mambo yalikuwa humo ndani. Mwenye macho waambiwi ona, wala mwenye masikio waambiwi sikia. Bali moja kwa moja waliohudhuria kwenye ibada siku ya leo wameshuhudia kwamba ili uweze kudai lazima ujitambue. Watu wengi wamedhulumiwa vitu vyao kwa sababu ya kutojitambua. Watu wengi wanaishi maisha yasiyo yao kwa sababu ya kutojitambua. Kwa hiyo kujitambua ndo jambo la msingi, na mtu yoyote aliyejitambua hawezi kupoteza vitu vyake. Unajua duniani kila mtu anakuja na package yake, tumejifunza. Lakini watu kwa sababu ya kutojitambua wamenyang'anywa. Kwa sababu ya kutojitambua wanajikuta wako kwenye mazingira mabaya. Wengine wako kwenye ujambazi, wengine wako kwenye ulevi, wengine wako kwenye ukahaba. Lakini hakuna aliyezaliwa kiwa kahaba. Hakuna aliyezaliwa kuwa mvuta bangi. Hakuna aliyezaliwa akawa mlevi. Hakuna aliyezaliwa aje awe jambazi. Bali kwa sababu ya kutojitambua, na ndio maana watu wamejikuta wako kwenye mazingira kama hayo. Lakini siku ya leo kwa sababu ni siku ya kudai na kupokea urithi wetu, watu wamedai na wamepokea na wamekataa hali zao walizokuwa nazo kwamba haya sio maisha yangu, urithi wangu ni huu. Ndio mtumishi wa Mungu. Tumeona mapepo, wachawi jinsi gani ambavyo wanatunyanyasa katika hii dunia. Na ndivyo ambavyo umeshuhudia mapepo yanayotoka watu na watu wakirudishiwa vitu vyao baada ya kudai. Na Regina Mlowe pia nikueleze kwamba hivi ndivyo ambavyo ilivyo ukijitambua, namna ambavyo utaishi kwa raha duniani. Watu wengi wanakosa raha duniani kwa sababu ya kutojitambua. Ndio. Amina. Asante. Hivi ndivyo ambavyo tumepewa neno la ushindi na mtumishi wa Mungu mbeba habari njema Apostle Anthony Mkane. Mimi nikutakie maandalizi kwa ajili ya Jumapili ya kuja kupata baraka tele. Asante sana na Mungu Baba wa mbinguni akubariki.